Kwenye kile kitabu cha Wafalme. Kwenye kile kitabu cha Wafalme, naomba ukipata nafasi soma. Wafalme wa pili 7 kuanzia mstari wa 4 mpaka wa 8. Wafalme wa pili 7 kuanzia mstari wa 4 mpaka wa 8. Tunakutana na habari zipi? Tunakutana na habari za wakoma 4. Biblia inasema hawa wakoma 4 kulikuwa na njaa. Kulivyokuwa kuna njaa, Biblia inasema wakasemezana kwamba tukibaki hapa tutakufa. Haleluya. Biblia inasema walivyoambizana wakasema twende tuliendee jeshi la Washami. Haleluya. Okay. Kitu gani kilitokea? Mstari ule wa 5. Biblia inasema walipokuwa wanaenda, walipofika wakagundua wameondoka na wamekimbia. Okay. Kuna siri pili inaeleza jinsi walivyokimbia. Mstari wa 6. Biblia inasema Mungu alikuwa amesikilizisha kishindo kama kishindo cha miendo ya magari, kama kishindo cha miendo ya farasi. Wakakimbia wakaacha nyara. Okay. Nataka uone siri iliyoko kwenye nyayo zako. Haleluya. Mungu alitumia mbinu ya kuatilia nguvu kwenye miguu yao kwa ajili ya kukimbiza jeshi la Washami ili wao wapate kuteka nyara. Nasema hivi, unapokuwa na Yesu ndani, ipo nguvu inakuwepo sio ya kawaida ndani yako. Mungu anaposema kwamba ndayaondoa mataifa makubwa yatoke, anayaondoa kupitia nguvu ambayo ameiweka ndani yako. Anayaondoa mataifa kupitia utisho. Haleluya. Ili wewe upate kutawala, ili wewe upate kufanya kazi eneo hilo. Haleluya. Yapo mazuio ya kiroho ambayo huwa yanakuwepo mtu asimiliki, ambayo huwa yanakuwepo mtu. Sikiliza, unapokuwa upo katika ufalme wa nuru, unapoenda eneo kwa ajili ya kufanya biashara ambalo hilo eneo linatawaliwa kiroho na ufalme wa giza. Haleluya. Manake kwao wewe ni kiwingu. Kama kwao wewe ni kiwingu, manake zipo roho ambazo zitakuwa zinakuzuia kufanya biashara au kufanya kazi eneo lile. Haleluya. Na Mungu ili kukushindia anachilia nguvu kwenye miguu yako, anachilia utisho kwenye miguu yako, kiasi kwamba unapokuwa unafika, manake ule utisho ndio unaokimbiza zile roho ambazo zinakuzuia usifanye biashara pale, ambazo zinakuzuia usipate faida pale, ambazo zinaondoa hela zako au zinaiba hela zako. Haleluya. Unajua kuna zile roho za chuma ulete. Mtu anafanya kazi, hakuna kitu kinaendelea. Haleluya. Manake ufalme wa giza wanaiba. Tunapozungumzia roho ya chuma ulete, manake roho za wizi, kuiba fedha za watu, kuiba mafanikio ya watu, kuiba mitaji ya watu. Haleluya. Kwa hiyo Mungu kukushindia anaachilia nguvu kwenye nyayo, kiasi kwamba unapoingia unakuwepo utisho ambao sio wa kawaida. Haleluya. Kwa ajili ya huo utisho kukusaidia.